Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Jumla ya ajali 29 zimeripotiwa mwezi Julai 2026. Wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Magharibi B zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi, ajali 6 kwa kila wilaya, sawa na 20.7% kwa kila wilaya ukilinganisha na wilaya nyingine. Mlinganisho wa ajali barabarani kwa mwezi wa Julai 2026 na Juni 2026 na Julai 2026. Idadi ya ajali barabarani zilizotokea kwa mwezi Julai 2026 zimeongezeka kwa 7.4% na kufikia ajali 29 kutoka ajali 27 zilizoripotiwa mwezi Juni 2026. Mwezi wa Julai 2026, wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Magharibi B zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi, ajali 6 kwa kila wilaya ikilinganishwa na mwezi Juni 2026, ambapo wilaya ya Kaskazini A iliripotiwa kuwa na ajali zaidi, jumla ajali 8 ziliripotiwa. Mlinganisho wa ajali barabarani kwa mwezi wa Julai 2026 na mwezi Julai 2025. Idadi ya ajali za barabarani kwa mwaka zimeongezeka kwa 16.0% na kufikia ajali 29 kwa kila mwezi kwa mwezi wa Julai 2026 ikilinganishwa na ajali 25 zilizoripotiwa mwezi wa Julai 2025. Wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Magharibi B zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi wa Julai 2026, ambapo ni ajali 6 kwa kila wilaya ikilinganishwa na wilaya ya Magharibi A iliyoripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi Julai 2025, jumla ajali 5 ziliripotiwa. Idadi ya waathirika wa ajali barabarani Julai 2026. Jumla ya waathirika 38 waliripotiwa mwezi Julai 2026, ambapo waathirika 34 walikuwa wanaume na waathirika 4 walikuwa ni wanawake. Wilaya ya Magharibi B imeripotiwa kuwa na waathirika wengi, waathirika 12 sawa na 31.6% ikilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi Julai 2026 na mwezi Juni 2026. Idadi ya waathirika waliofariki mwezi Julai 2026 imeongezeka kwa 5.3% na kufikia waathirika 20 kutoka waathirika 19 kwa mwezi Juni 2026. Idadi kubwa ya waathirika waliofariki kwa mwezi Julai 2026 wameripotiwa kutokea wilaya ya Magharibi B, jumla ya waathirika 7 ikilinganishwa na idadi ya waathirika 6 walioripotiwa wilaya ya Kaskazini A kwa mwezi Juni 2026. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi Julai 2026 na mwezi Julai 2025. Waathirika waliofariki mwezi Julai 2026 wamepungua kwa 9.1% na kufikia waathirika 20 kutoka waathirika 22 waliofariki kwa mwezi Julai 2025. Idadi kubwa ya waathirika waliofariki kwa mwezi Julai 2026 wameripotiwa kutoka wilaya ya Magharibi B, waathirika 7 ikilinganishwa na mwezi Julai 2025. Wilaya ya Magharibi A na Magharibi B zimeripotiwa kuwa na waathirika 4 kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi Juni 2026 na mwezi Julai 2026. Idadi ya waathirika waliojeruhiwa mwezi Julai 2026 imepungua kwa 43.8% na kufikia waathirika 18 waliojeruhiwa mwezi Julai 2026 kutoka waathirika 32 walioripotiwa mwezi Juni 2026. Aidha, kwa mwezi wa Julai 2026, wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Magharibi B zilikuwa na idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa, waathirika 5 kwa kila wilaya ikilinganishwa na mwezi Juni 2026, ambapo idadi kubwa ya waathirika waliojeruhiwa waliripotiwa kutoka wilaya ya Kati, jumla ya waathirika 8 waliripotiwa. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwaka mwezi Julai 2026 na Julai 2025. Waathirika waliojeruhiwa kwa mwaka wameongezeka kwa 20.0% na kufikia waathirika 18 mwezi Julai 2026
6 ikilinganishwa na waathirika 15 mwezi Julai 2025. Wilaya ya Kaskazini B na wilaya ya Magharibi B zimeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliojeruhiwa kwa mwezi Julai 2026, waathirika 5 kwa kila wilaya. Ikilinganishwa na mwezi Julai 2025, wilaya ya Kaskazini A na wilaya ya Magharibi B zimeripotiwa kuwa na idadi ya juu ya waathirika, jumla ya waathirika 4 kwa kila wilaya. Vifo na majeruhi waliotokana na ajali barabarani kwa mwezi Julai 2026. Wilaya ya Kaskazini A imeripoti jumla ya vifo viwili. Wilaya ya Kaskazini B imeripoti jumla ya vifo viwili na waathirika 5. Wilaya ya Magharibi A imeripoti jumla ya vifo viwili na mwathirika 1. Wilaya ya Mjini imeripoti jumla ya vifo viwili. Wilaya ya Magharibi B imeripoti jumla ya vifo 7 na waathirika 5. Wilaya ya Kati imeripoti jumla ya vifo 3 na mwathirika 1, na wilaya ya Kusini imeripoti jumla ya vifo 3 na mwathirika, jumla ya vifo 2 na mwathirika 1. Huku kwa upande wa Pemba, wilaya ya Wete imeripoti jumla ya majeruhi 3 na hakukuwa na kifo chochote kilichoripotiwa. Idadi na aina ya waathirika wa ajali barabarani Julai 2026. Miongoni mwa waathirika wa ajali barabarani waliojeruhiwa na waliofariki Julai mwaka 2026, waathirika wengi ambao ni waathirika 17 ni wapanda baskeli na waendesha pikipiki, wakifuatiwa na abiria ambao wako 13 na waendao kwa miguu wako 7 na dereva ambao ni mwathirika 1 tu ameripotiwa. Idadi ya ajali na muda uliotokea Julai 2026. Ajali nyingi zimeripotiwa mwezi Julai 2026, zilitokea muda wa saa 9 na dakika 1 mchana hadi saa 12 jioni, ambapo zimeripotiwa jumla ya ajali 7. Chanzo cha ajali za barabarani kwa mkoa Julai 2026. Kati ya ajali 29 zilizoripotiwa mwezi Julai 2026, ajali 24 zimesababishwa na kuendeshwa gari kwa mwendo kasi na ajali 5 zimesababishwa na uzembe wa madereva. Mkoa wa Kaskazini Unguja na mkoa wa Mjini Magharibi imeongoza kwa ajali zilizosababishwa na uendeshaji wa gari kwa mwendo kasi, jumla ajali 8 kwa kila mkoa. Vile vile mkoa wa Mjini Magharibi umeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya ajali zilizosababishwa na uzembe wa madereva, jumla ya ajali 3 ziliripotiwa. Makosa ya barabarani. Jumla ya makosa 10,181 yameripotiwa mwezi Julai 2026, ambapo makosa 10,177 yameripotiwa kwa wanaume na makosa 4 yameripotiwa kwa wanawake. Wilaya ya Kaskazini B ina idadi kubwa ya makosa ya barabarani. Jumla ya makosa 1794 sawa na 17.6% kati ya makosa yote yaliyoripotiwa kwa mwezi Julai 2026. Wilaya ya Micheweni ina idadi ndogo ya makosa ya barabarani yaliyoripotiwa. Makosa 83 yameripotiwa sawa na 0.8% kati ya makosa yote yaliyoripotiwa. Idadi na aina ya makosa barabarani mwezi Juni 2026. Kosa kuu lililoripotiwa mwezi Julai 2026 ni kutofuata miongozi na kanuni za usalama barabarani. Jumla ya makosa 3,417 yakifuatiwa na makosa ya kuzidisha idadi ya abiria na mizigo, ambapo jumla ya makosa 2,409 yameripotiwa, na vile vile kuendesha chombo cha moto bila tahadhari au uangalifu. Jumla ya makosa 1,372 yameripotiwa. Orodha ya makosa haya matatu makuu barabarani katika makosa yote 10 yaliyoripotiwa mwezi Julai 2026 yamechangia 70.7% katika aina ya makosa yote yaliyoripotiwa barabarani. Mlinganisho wa idadi ya makosa barabarani kwa mwezi Juni 2026 na mwezi Julai 2026. Idadi ya makosa kwa mwezi yameongezeka kwa 14.6% na kufikia makosa 10,181 kwa mwezi wa Julai 2026 kutoka makosa 8,883 mwezi Juni 2026. Wilaya ya Kaskazini B
imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya makosa barabarani kwa mwezi wa Julai 2026, jumla ya makosa 1794 ikilinganisha na wilaya ya Kati mwezi Juni 2026, jumla ya makosa 1612 yaliripotiwa. Mlinganisho wa idadi ya makosa ya barabarani kwa mwezi Julai 2026 na mwezi Julai 2025. Idadi ya makosa kwa mwaka yameongezeka kufikia 10,181 mwezi wa Julai 2026 kutoka makosa 6,539 kwa mwezi Julai 2025. Wilaya ya Kaskazini Ba imekuwa na idadi kubwa ya makosa yaliyoripotiwa mwezi wa Julai 2026, jumla ya makosa 1794 ikilinganishwa na wilaya ya Kati ilikuwa na idadi kubwa ya makosa yaliyoripotiwa kwa mwezi Julai 2025, jumla ya makosa 1189 yaliripotiwa. Jumla ya idadi ya kesi ambazo zilitolewa tozo mahakamani ni kesi 6296. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.